Usiku ulikuwa mzito juu ya kijiji cha Mwembe Chai. Upepo mwanana ulivuma ukitikisa majani, kana kwamba ulikuwa unabeba siri ambazo hakuna aliyethubutu kuzisema. Juma alikuwa kijana wa kawaida tu, au ndivyo watu walivyodhani. Alikuwa na miaka 22, macho ya udadisi na tabia ya kupenda kupekua vitu vya zamani. Ndiyo maana siku ile alipoambiwa kuna nyumba ya kale imeachwa pembeni ya kijiji, moyo wake uliruka kwa hamu. Usiende kule usiku, babu yake alikuwa amemwonya. Kwa nini? Juma aliuliza kwa tabasamu la kutojali. Si mahali pa watu wa kawaida. Lakini Juma hakuwahi kuwa mzuri wa kusikiliza tahadhari. Usiku huo, akiwa na tochi mkononi, alisukuma mlango wa ile nyumba ya kale. Mlango ulitoa mlio wa krek uliokatiza ukimya wa usiku. Ndani kulikuwa na vumbi, utando wa buibui na harufu ya zamani iliyokaa muda mrefu. Juma alitembea polepole, akiangaza huku na huku. Ghafla, macho yake yaliganda kwenye kitu kilichokuwa juu ya meza ya mbao. Chupa ya ajabu ya kioo iliyopambwa kwa michoro ya dhahabu iliyofifia. Hii ni ya zamani sana, alinong'ona. Bila kufikiria sana, alichukua. Ndipo upepo mkali ulivuma ghafla ndani ya nyumba. Tochi yake ilizima. "Hello?" Juma aliita kwa sauti iliyotikiswa kidogo na woga. Kabla hajapata jibu, chupa mkononi mwake ilianza kutetemeka. Kisha moshi mweusi ulianza kutoka polepole. Juma alitaka kuitupa, lakini ilikuwa imechelewa. Moshi ulijikusanya hewani, ukajikunja, ukabadilika, mpaka ukawa umbo la mwanamke mrefu mwenye macho yanayong'aa kama mwezi. Juma aliganda. Moyo wake ulipiga kwa kasi. Yule kiumbe alitabasamu polepole. "Hatimaye, nimefunguliwa." Sauti yake ilikuwa laini, lakini ya kutetemesha. Juma alimeza mate kwa shida. Wewe ni nani?" Mwanamke yule alisogea karibu, miguu yake ikielea hewani badala ya kukanyaga sakafu. "Mimi ni Zahra," alisema kwa utulivu. "Na wewe, binadamu, umenikomboa." Juma alihisi mgongo wake ukipata baridi. "Subiri, unasema wewe ni..." "Ndiyo," Zahra akakatiza kwa tabasamu la siri. "Mimi ni jini." Kulikuwa na ukimya mzito. Kwa mshangao wake mwenyewe, Juma hakukimbia. Badala yake, alitabasamu kidogo. "Basi, hii ndiyo adventure niliyokuwa natafuta," alisema kwa ujasiri wa kujilazimisha. Zahra alinyanyua nyusi zake, akionekana kuvutiwa. "Wengi hukimbia wanaponiona." "Mimi si wengi," Juma akajibu. Kwa mara ya kwanza, macho ya Zahra yalipata mwanga tofauti, kama wa udadisi au labda kuvutiwa. Alimzunguka Juma polepole. "Unajua nini kinatokea kwa aliyenifungua?" aliuliza kwa sauti ya chini. Juma akatikisa kichwa. "Hapana." Zahra akainama karibu sana na uso wake, kiasi kwamba Juma aliweza kusikia pumzi yake ya baridi. "Kuanzia leo," alinong'ona, "hatima zetu zimefungwa pamoja." Mapigo ya moyo ya Juma yaliruka. "Unamaanisha nini?" Zahra hakujibu mara moja. Badala yake, alitabasamu lile tabasamu la fumbo. Kisha, nje ya nyumba, mbwa wa kijiji walianza kubweka kwa fujo. Upepo ukavuma kwa nguvu zaidi, na kwa mara ya kwanza, uso wa Zahra ukawa mzito. "Kuna mtu anakuja," alisema kwa tahadhari. "Ni nani?" Juma akauliza. Zahra akamtazama moja kwa moja machoni, safari hii bila tabasamu. "Wanaonitafuta kwa karne nyingi." Mlango wa nyumba ukagongwa kwa nguvu. Bam! Juma akageuka kwa hofu. Aliporudi kumtazama Zahra, alikuwa amepotea. Ilibaki tu sauti yake ikinong'ona hewani. "Usiniache Juma, la sivyo wote tutaangamia."